mbalimbali. Moscow. Urusi na Ukraine kwa mara nyingine zimebadilishana wafungwa wa kivita chini ya makubaliano yaliyofikiwa nchini Uturuki mapema mwezi huu. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema zoezi hilo la sita kwa mara nyingine limefanyika kwenye mpaka wa Ukraine na Belarus. Hakuna idadi rasmi iliyotolewa, lakini kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari inaaminika kwamba pande zote zilikabidhi idadi sawa ya mateka. Kwenye mazungumzo ya nchini Uturuki, Ukraine na Urusi zilikubaliana juu ya kubadilishana wafungwa wa kivita wenye umri wa miaka 25. Kwa mujibu wa taarifa ya rais wa Urusi Vladimir Putin, nchi hizo mbili zimeshabadilishana wafungwa wa kivita zaidi ya 900. Hata hivyo, Ukraine haijathibitisha idadi hiyo. Jerusalem. Jeshi la Israeli limesema kuwa limemuua afisa wa ngazi ya juu wa Irani anayesimamia uratibu wa kijeshi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas katika shambulio kwenye eneo la Qom kusini mwa Tehran. Katika taarifa hiyo, jeshi hilo limesema kuwa ndege za kivita za Israeli zililenga na kumuua kamanda wa kikosi cha Quds cha Palestina Said Izad, ambaye pia ni mratibu mkuu kati ya utawala wa Irani na kundi la kigaidi la Hamas. Wakati huo jengo la makazi kaskazini mwa Israeli limelengwa na droni baada ya jeshi kuripoti kuhusu uvamizi katika bonde la Beit Shean. Haya ni kwa mujibu wa mashuhuda. Aidha, huduma ya kitaifa ya dharura ya matibabu ya Israeli imethibitisha kuhusu tukio hilo na kuongeza kuwa timu zake za uokoaji hazikupata majeruhi wowote zilipowasili eneo la tukio. Kwingineko, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limeonya kwamba watoto wataanza kufa kwa kiu kutokana na hali ya ukame inayoendelea huko Gaza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuhusu ukame uliotengenezwa makusudi katika ukanda wa Gaza, wakati ambapo mifumo ya maji ya eneo hilo ikiendelea kuporomoka. UNICEF imeonya kwamba watoto wataanza kufa kwa kiu kutokana na hali ya ukame inayoendelea huko Gaza. Msemaji wa shirika hilo James Elder amefahamisha kwamba ni 40% tu ya vifaa vya kuzalisha maji ya kunywa ndivyo vinavyoendelea kufanya kazi. Amesema hali katika ukanda huo wa Gaza ipo chini sana na viwango vya dharura katika suala la maji ya kunywa. Wakati huo UNICEF pia imeripoti juu ya ongezeko la 50% la watoto wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 5 waliolazwa kwa ajili ya matibabu yanayohusiana na utapia mlo kutoka mwezi Aprili hadi mwezi Mei huko Gaza, ambako watu nusu milioni wanakabiliwa na njaa. Jerusalem. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anasema kuwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran kabla ya duru mpya ya mazungumzo ya nyuklia na Marekani yanalenga kuharibu mazungumzo. Akizungumza katika mkutano wa kidiplomasia mjini Istanbul uliohudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Erdogan anashutumu ujambazi wa moja kwa moja wa Israeli na kuishtumu kwa kujaribu kuvuruga Mashariki ya Kati. Serikali ya Netanyahu inathibitisha kuwa ni kizuizi kikubwa zaidi cha amani katika eneo hilo. Rais wa Uturuki anasema. Anaongeza kuwa serikali ya Netanyahu kwa kweli ililenga kudhoofisha mchakato wa mazungumzo na mashambulizi yake mnamo Juni 13. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akizungumza na waandishi wa habari. Anasema amekuwa akizungumza na Irani na kutilia shaka athari ambazo wazungu wamekuwa nazo. Tumekuwa tukizungumza na Irani na tutatoa kitakachotokea, anasema, akiongeza kuwa anaamini kuhusu mazungumzo ya huko Geneva hayatasaidia. Irani haitaki kuongea na Ulaya, Irani inataka kuzungumza nasi. Irani haitaweza kusaidia katika hili, amesema Trump. Istanbul. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amewasili hivi leo mjini Istanbul kushiriki mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Mataifa ya Kiislamu OIC. Kulingana na shirika la habari la Uturuki Anadolu, mamia ya washiriki wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo wa siku 2. Miongoni mwao ni mawaziri wapatao 43 na wawakilishi wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa wa nchi za Kiarabu.
Mkutano huo unakuja siku moja baada ya Al-Araghchi kufanya mazungumzo mjini Geneva juu ya suluhisho la kidiplomasia katika mzozo huo wa mawaziri wenzake wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Ulaya, ikiwa ni pamoja na Johann Wedpol na Ujerumani, Jean-Noel Barrot wa Ufaransa na David Lammy wa Uingereza. Berlin. Kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel ameeleza uungaji mkono wake kwa haki ya Israeli kujilinda kutokana na mzozo unaofukuta kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake iliyochapishwa hii leo na gazeti la Neue Ethnosblatter, Merkel amesema ikiwa baadhi ya watu wanaruhusiwa kutangaza kwamba wanataka kuliangamiza taifa la Israel, basi taifa hilo lazima liweze kujilinda. Akizungumzia wasiwasi huo iwapo hatua za Israeli zinazingatia sheria ya kimataifa, Merkel amesema wakati uwepo wa nchi unatiliwa mashaka na Hamasi au Irani, hauwezi moja kwa moja kujibu hilo chini ya sheria za kimataifa. Kinyume chake, Merkel amesema hali ya vita vya Ukraine, amesisitiza kuwa shambulio la Urusi dhidi ya Ukraine ni ukiukaji wa sheria ya kimataifa na kuongeza kuwa Ukraine haijawahi kuitishia Urusi lakini itashambuliwa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amejipongeza kwa kuwezesha makubaliano ya amani yaliyojadiliwa mjini Washington kati ya Kongo na Rwanda, lakini akalalamika kwamba hatapata tuzo ya amani ya Nobel kwa juhudi hizo. Akithibitisha kuhusu makubaliano hayo yaliyofikiwa na mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki na ambayo yanatarajiwa kusaini rasmi mkataba wa amani wiki ijayo mjini Washington, Trump kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa Truth Social amesema ilikuwa ni siku njema kwa Afrika na kwa dunia nzima. Trump ameongeza kuwa amekuwa akipuuzwa na kamati ya Nobel ya Norway kwa jukumu lake la upatanishi katika migogoro mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ule wa India na Pakistan pamoja na Serbia na Kosovo. Pia alitaka kutambuliwa kwa juhudi zake za kudumisha amani kati ya Misri na Ethiopia na kusimamia mkataba wa Abraham aliyepeleka msururu wa makombora yaliyolenga kurejesha uhusiano kati ya Israel na mataifa kadhaa ya Kiarabu. Saudia. Mkuu wa kitengo cha haki kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kuongezeka kwa mapigano magharibi na katikati ya Sudan kunaweza kuleta madhara makubwa kwa rais wa nchi hiyo. Katika taarifa yake